Katika misa ya tatu ya asubuhi ya Papa Francisco mubashara akiwa katika kanisa cha Mtakatifu Marta mjini Vatikani tarehe 11 Machi 2020 ameendelea kuwaombea wagonjwa wa virusi vya korona, na wazo pia limewaendea wafungwa wa magerezani. Papa akianza mahubiri anasema tuendelee kuwaombea wagonjwa wa janga hili, na leo kwa namna ya pekee napenda kuwaombea wafungwa, kwa ndugu na kaka zetu waliofungwa wanateseka, na lazima tuwe karibu nao kwa maombi ili Bwana awasaidie, awafariji katika wakati huu mgumu. Kwa maana hiyo, Papa Francisco baadaye ameanza kusema, Bwana usiniache, Mungu wangu usijitenge nami, ufanye haraka kunisaidia, Bwana wokovu wangu. Kwa kuongozwa na masomo ya siku, Papa Francisco amezungumza juu ya mateso ya Yesu kwa kusisitizia ni jinsi gani Ibilisi ndiye anayeharibu kwa njia ya mtindo wake maalum wa ghadhabu. Kuna ulaghai ambao Ibilisi anautumia ili kufanya uende mbali na msalaba na kukuelekeza katika roho ya ulimwengu, kama vile ya kutaka nguvu, ubatili na pia kuna ghadhabu. Na amewakumbuka Wakristo wengi walioteswa. Kwa maana hiyo amemtaja hata Asia Bibi. La prima lettura è un passo del profeta Geremia, è davvero una profezia sulla passione del Signore. Katika somo la kwanza, nabii Yeremia kiukweli alikuwa mtabiri juu ya mateso ya Bwana. Je, maadui hao wanasema nini? Njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yote. Kwa maana hiyo tumweke vizingiti. Papa Francisco anasema hawasemi tumshinde na kumtoa nje hapa, wanasema tumfanyie ili awe na maisha magumu na kumtesa. Ni mateso ya nabii, lakini hapo kuna unabii juu ya Yesu. Hata hivyo, katika Injili pia Yesu anazungumzia hilo. Angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu na makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeredi na kumsulubisha, na siku ya tatu atafufuka. Na sio hukumu ya kifo tu, Papa anasema, bali kuna jambo jingine zaidi. Kuna kudhalilishwa na ghadhabu. E quando c'è accanimento nella persecuzione di un cristiano, di una persona, c'è il demonio. Il demonio ha due stili: la seduzione con le promesse del mondo. Na ikiwa kuna ghadhabu katika mateso ya Mkristo ya mtu, hapo kuna Ibilisi. Shetani ana mitindo miwili. Awali ya yote ni ujanja na ahadi za ulimwengu, kama alivyotaka kumfanyia Yesu jangwani, kumlaghai kwa ujanja ili afanye abadilishe mpango wa ukombozi. Na ikiwa hii haitakwenda, basi yeye anakuwa na ghadhabu. Pepo hana maneno ya kukosolewa, kwa maana kiburi chake ni kikubwa sana hivi kiasi kwamba anajaribu kwa njia zozote kutaka kuharibu, na kuharibu huku akifurahia uharibifu wa ghadhabu yake. Papa Francisco kwa njia hiyo ametaka tufikirie mateso ya watakatifu wengi na Wakristo wengi wanaouawa, lakini pia hata wanaoteswa na kutafuta kila njia ya kudhalilishwa hadi kufikia kifo chao. Usichanganye manyanyaso rahisi ya kijamii, kisiasa, kidini na ghadhabu ya Shetani. Shetani anaendelea kuwa na ghadhabu ya kuharibu. Papa Francisco anasisitiza, fikirieni katika historia ya mwisho wa dunia anapotaka kumla mtoto wa yule mwanamke ambaye yuko karibu kuzaliwa. Majambazi wawili waliokuwa wamesulubishwa na Yesu walihukumiwa na kusulubiwa na kuwaacha wafe kwa amani pale pale. Hakuna hata mmoja aliyekuwa akiwasuta na wala kuwajali. Matusi yalikuwa yameelekezwa kwa Yesu tu, dhidi ya Yesu. Yesu aliwaambia mitume kwamba atahukumiwa na kuuawa, lakini pia atadhihakiwa na atashambuliwa, atasulubiwa. Wao wakamdhihaki. Vilevile Papa amebainisha, na njia ya kuondokana na ghadhabu ya Ibilisi kutoka katika uharibifu huo ni roho ya ulimwengu. Ni kama ya mama anayeombea watoto, yaani watoto wa Zebedayo. Yesu alizungumzia juu ya kufedheheshwa ambayo ni hatima yake mwenyewe, na huku wanamwomba yale ya mwonekano wa kijuujuu, yaani ya madaraka na nguvu. Ubatili na roho ya ulimwengu ni njia halisi ambayo Shetani hutumia kuitoa ili uondokane na msalaba wa Kristo. Ukamilifu binafsi, taaluma binafsi, mafanikio ya kidunia, vyote hivyo ni barabara zisizo za Kikristo. Zote ni njia za kufunika msalaba wa Yesu. Bwana atupe neema ya kuweza kutambua na kung'amua wakati ambao kuna roho inayotaka kutuangamiza kwa hasira na ghadhabu, na wakati huo huo roho inayotaka kututuliza na kuonekana kwa kijuujuu katika ulimwengu na kwa ubatili. Lakini basi Papa anaonya tusisahau kuwa wakati kuna ghadhabu, kuna chuki, kulipiza kisasi kwa Shetani ameshindwa. Ni hivyo mpaka leo hii katika kanisa. Tufikirie Wakristo wengi jinsi wanavyoteswa kikatili. Siku hizi magazeti yanazungumzia juu ya Asia Bibi. Miaka 9 alibaki gerezani na kuteseka. Ni hasira na ghadhabu ya Shetani.
Bwana atupatie neema ya kutambua njia ya Bwana ambayo ni msalaba, na kutoka njia ya ulimwengu ambayo ni ubatili, mwonekano wa kijuujuu na kujitengeneza. Katika maandiko matakatifu tunaona kielelezo cha kiu ya kina zaidi ya ile ya kimwili na ambayo ni shauku inayochukua nafasi katika mzizi wa uhai wetu. Ni katika tafakari ya Papa Francisco Jumatano 11 Machi 2020 kwenye katekesi iliyotangazwa mbashara kutokana na kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Akianza tafakari hii amesema, katika katekesi ya leo tuendelee kutafakari njia angavu ya furaha ambayo Bwana anatukabidhi katika heri za mlimani, hivyo tuongozwe na ile ya 4: heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Papa Francisco amesema, tulikuwa tayari tumekutana na umaskini wa kiroho na machozi. Sasa ni kukabiliana na undani wa aina ya udhaifu ambao unatokana na njaa na kiu. Njaa na kiu ni mahitaji msingi ya kuishi, lakini hii ni lazima kuisisitizia kuwa si shauku ya kawaida kwa ujumla, bali ni mahitaji ya kweli ya maisha ya kila siku na kama umwilisho. Lakini ina maana gani ya kuwa na njaa na kiu ya haki? Sio kuzungumza juu ya wale kwa hakika ambao wanataka kulipiza kisasi, na badala yake katika heli iliyotanguliwa ilikuwa imeelezwa vyema juu ya wapole. Kwa hakika haki inakosa kwa binadamu, na katika jamii ya kibinadamu ipo dharura ya usawa, ya ukweli na haki kijamii. Hata hivyo, ni lazima kukumbuka mabaya yanayowakumba wanawake na wanaume wa dunia hii, na yanafika katika moyo wa Mungu Baba. Je, ni baba yupi asiweze kuteseka kwa uchungu wa wanaye? Anauliza Papa Francisco. Maandiko matakatifu yanasimulia uchungu wa maskini na wanaokandamizwa kuwa Bwana anatambua na kushirikishana nao. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao, kwa sababu nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Mungu alishuka kuwakomboa watu wake, Papa Francisco amesisitiza. Lakini njaa na kiu ya haki ambayo Bwana anasema na sisi ni kubwa zaidi kuliko hitaji halali la haki ya mwanadamu ambayo kila mtu hubeba moyoni mwake. Na wakati huo huo, hotuba ya mlimani mbele kidogo, Yesu anasema juu ya haki iliyo kubwa kuliko haki ya kibinadamu, haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Wafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hiyo ndiyo haki itokayo kwa Mungu, kwa mjibu wa barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto. Katika maandiko matakatifu tunaona kielelezo cha kiu ya kina zaidi ya ile ya kimwili, na ambayo ni shauku inayochukua nafasi katika mzizi wa uhai wetu. Katika Zaburi inasema, Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku. Kufuatia na kiu hiyo, Papa Francisco anaongeza, hata mababa wa kanisa wanazungumza juu ya mahangaiko ambayo yamo ndani mwetu. Kwa mfano, Mtakatifu Agostini anasema, kwa kuwa umetuumba kwa ajili yako, na moyo wetu hautatulia mpaka ustarehe ndani mwako. Papa aidha ameongeza kubainisha kuwa kuna kiu ya ndani, njaa ya ndani na wasiwasi katika kila moyo, hata katika mafisadi, na mbali na mema, nuru inayofichika, ile nuru hata kama ni ndogo, inayopatikana chini ya udanganyifu na makosa. Lakini daima kuna kiu ya ukweli na ya wema, ambayo ni kiu ya Mungu. Ni Roho Mtakatifu ambaye anaamsha kiu hii. Yeye ni maji hai yanayonyunyiziwa katika vumbi letu. Ni yeye pumzi la uumbaji ambayo ilitoa maisha. Kwa maana hiyo, kanisa limeitwa kutangaza kwa watu wote neno la Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Injili ya Yesu Kristo ndiyo haki kubwa zaidi inayoweza kutolewa kwa moyo wa binadamu ambao unahitaji maisha hata kama hautambui.
Papa Francisco ametoa mfano wa mwanamume na mwanamke wanaooana wanapokuwa na nia ya kufanya jambo kubwa na zuri, na ikiwa wanahifadhi uhai wa kiu hii, watapata daima njia ya kweli, kwa njia ya kwenda mbele hata katikati ya matatizo mengi na kwa msaada wa neema. Hata vijana wanayo njaa na hawapaswi kuipoteza, lazima kuilinda na kumwilishwa katika moyo wa watoto, ile shauku ya upendo, ya ukarimu, ya kukaribisha, na ambayo inatafsiriwa katika msukumo wao wa ari za kweli na angavu. Kila mtu anapaswa kugundua kwa upya kile kilicho cha muhimu kweli, kile ambacho kweli kinahitajika, kile ambacho kinafanya kuishi kwa wema, na wakati huo huo kile ambacho ni cha pili, na kile ambacho kweli kinaweza kufanyika kwa utulivu. Yesu anatangaza heri ya njaa na kiu ya haki, kwa maana kuna kiu kisichoweza kukatishwa tamaa, kiu ambacho kikifuatwa kitaridhishwa na kitafanikiwa kila wakati, kwa sababu kinalingana na moyo wa Mungu, cha Roho wake Mtakatifu ambaye ni upendo, na hata mbegu ambayo Roho Mtakatifu alipanda katika mioyo yetu. Bwana aweze kutujalia neema hii ya kuwa na kiu ya haki, na ambayo kweli ni utashi wa kutafuta na kuona Mungu na kutenda mema kwa wengine.